Kwa majina naitwa Tasila Emmanuel, ni muuguzi mbobezi katika kitengo cha figo, yani kuchuja damu. Mara nyingi tumezoea dialysis inafanyika na watu wazima, lakini pia watoto wadogo wanapata changamoto ya ugonjwa wa figo. Na visababishi vikubwa ambavyo vinasababisha magonjwa ya figo tunasema kwamba ni magonjwa ya kurithi au visababishi kama vile magonjwa ambayo tunasema kwamba ni prerenal cause. Lakini hizo prerenal cause ni visababishi ambavyo vinakuja kabla ya ugonjwa wa figo. Sema kwamba mtoto akiwa na shida ya figo, sema kwamba akipata kuharisha kwa muda mrefu au akitapika sana au akipata magonjwa kama ugonjwa wa malaria au ugonjwa ambao ni kama tuseme sepsis au magonjwa ambayo ni ya kuambukiza ambayo yanakuja kumpata mtoto. Sasa hayo magonjwa mara kwa mara yanaweza kusababisha nini? Yanaweza kusababisha ugonjwa wa figo. Na tukisema kwamba mtoto labda akiharisha anapataje ugonjwa wa figo? Nasema mtoto akipoteza maji mengi inaweza kusababisha moja kwa moja ugonjwa wa figo. Ni kwa sababu amepoteza maji mengi, ina maana tunasema kwamba kiasi cha damu ambacho kinatakiwa kuja kwenye figo kimepungua. Nasema kwamba hypoperfusion. Kwamba kama ile figo ikikosa damu ambayo inakuja kusupply pale, moja kwa moja figo inafanyaje? Inapata shida. Mwisho wa siku anapata nini? Ugonjwa wa figo wa ghafla. Na huo ugonjwa wa figo wa ghafla usipotibiwa, moja kwa moja unaenda kwenye ugonjwa wa figo wa muda mrefu wa kudumu. Kitu kingine unaweza tukasema kitu ambacho kinasababisha magonjwa ya figo ni magonjwa ya kurithi. Unaweza kusema labda mtoto amezaliwa labda ana shida ya figo au amezaliwa na figo moja au amezaliwa akiwa na shida tayari kwenye kibofu cha mkojo. Sasa ina maana kama mkojo hautoki, labda unaishia tu kwenye kibofu, mwisho wa siku utapanda juu, utaenda kuathiri zile figo zitajaa, tunaitwa kwa kitaalamu tunaitwa hydronephrosis. Sasa hiyo shida isipogundulika mapema, moja kwa moja inaenda kusababisha ugonjwa wa figo wa muda mrefu wa kudumu. Mara nyingi watoto ambao tunawapata, shida inakuja kugundulika imeshakuwa kubwa tayari. Mwisho wa siku hatuwezi tena kuokoa zile figo za mtoto, mwisho wa siku anaishia kwenye nini? Ugonjwa wa figo wa muda mrefu. Kuzuia figo yako iwe salama, kuna vitu unaweza kuvifanya kuhakikisha unaondokana na ile tabia hatarishi itakaoleta changamoto za figo. Kuna watu ambao bahati mbaya wana changamoto za figo kwa sababu ya kurithi, lakini wale asilimia kubwa ni kwa sababu ya tabia hatarishi. Tabia hizi ni zipi? Moja, uvutaji wa sigara. Mbili, matumizi makubwa ya chumvi haswa isiyopikwa. Yaani kuna watu kila chakula chake kama ni chipsi anatupia chumvi. Kuna watu kabla ya kula chakula anaweka chumvi kwenye kiganja. Kwa hiyo anatoka hapa analamba, anaweka kwenye kiganja, anakula na ugali na mboga. Hizo ni tabia hatarishi ambazo zinapelekea figo kupata changamoto baadaye. Lakini pia kuwa na shinikizo la juu la damu haimaanishi figo yako itakufa, la hasha. Lakini ukiwa unafuatilia shinikizo lako la juu la damu liko kiasi gani na ukatumia dawa kiusahihi na kuacha ile kama mimi naogopa nikitumia dawa basi maisha yangu yote. Usipotumia dawa, figo yako nayo inapata hatari ya kupata changamoto ya ugonjwa wa figo sugu kama hutatengeneza shinikizo lako la juu kwa sahihi katika kiwango kinachoruhusiwa na daktari. Lakini pia changamoto ya kisukari. Ukiwa na kisukari sio changamoto, lakini tukumbuke kwenye kila watumia wenye kisukari 30 wana hatari ya kupata changamoto ya figo. Kwa hakikisha sukari yako inakuwa katika kiwango kilichodhibitiwa na daktari ili isiweze kuathiri figo yako. Lakini unywaji wa pombe sana haswa kupitiliza. Kuna watu kwa wiki wanatumia pombe zaidi ya unti 21. Yaani ni ulevi uliopitiliza. Ingawaje shirika la afya duniani linasema ulevi hata kidogo una hatari ya figo, lakini kuna watu wanaamka baa, anashinda baa, ana weekend Ijumaa anakuja kuibuka Jumatatu kazini amelewa. Sasa hivyo ni vitu hatari ambavyo vinapelekea changamoto ya figo na ini haswa kwa pamoja. Lakini niombe ukidhibiti vitu vifuatavyo: sukari, chumvi, matumizi ya pombe, sigara, kutengeneza shinikizo lako la juu la damu liwe sahihi na kisukari ukifuatilia kwa usahihi na ulaji ulio sahihi, haswa kupenda mboga na matunda na kukimbia sana vyakula vya jamii ya mkaango na kupendelea mchemsho, itakusaidia sana uzito wako usiongezeke, kwa sababu uzito uzito ni hatari kwa figo yako, kwa sababu pia mafuta yanaongezeka kwenye mwili wako na inahatarisha figo yako pia kupata changamoto.